السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل جلاله وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه سبحانه وبحمده لا تحصى نعماؤه. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق ارتفعت به أعلامه وعلى ضياؤه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بدور الدجى وسنائه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فيا عباد الله، بدءا قبل كل شيء أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إذ قد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rahma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumekutana tena leo katika Ijumaa hii ya tarehe 18 mwezi wa 4 2025. Kama kawaida katika msikiti wangu huu au musalla wangu huu, au kumbusha kuna mambo 6. Mambo hayo ni alama katika alama za kukubaliwa funga zetu. Kila mmoja wetu anakumbuka na anajua kwamba tumetoka katika mfungo wa Ramadhani. Kwa hiyo ile saumu ina alama kwa mujibu wa maelekezo na uthibitisho walioufanza wanazuoni mbalimbali. Alama ya kukubaliwa jambo lile ambalo tumetoka kulifanza mwezi nzima tumefunga, na kila kitu kina alama. Likulli shay'in alama, kila kitu alama yake. Kwa hiyo ifunga nayo ina alama. Sasa nimependa niwakumbushe wenzangu pamoja na mimi mwenyewe pia kwamba tunazo alama, tunaishi nazo. Kama alama hizo hatuna, basi tujue kwamba funga zetu zimekuwa ziko ndani ya mtihani. Na mimi nitasoma aya moja. Aya hiyo inaonyesha kwa mujibu wa wanazuoni sharhi walioitoa, inaonyesha kabisa kwamba kweli kama hizo alama hazitokuwepo, basi funga zetu ni mtihani. Nitasoma aya ya 99 iliyopo katika sura inaitwa Suratul Hajar au Suratul Hijri, ndio maarufu Suratul Hijri, na haina jina lingine sura hii isipokuwa jina hili tu la Suratul Hajar au Al-Hijr. Na hii Hijr au Hajar ni jina katika miji maarufu sana ambayo mji huo waliishi wale Thamud. Sasa sura hii ikaitwa kwa jina la mji huo. Aya 99 Allah anasema baada ya a'udhu billahi minash ya'tiyaka al-yaqinu. Muabudu anaelekezwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hiyo ni amri, wa'bud rabbak, lakini ni amri ya irshad wa nushi. Mtume anaelekezwa kwamba anaambiwa muabudu Mola wako na mtii Mola wako, lakini sio mtume. Wanaokusudiwa ni sisi wafuasi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muabudu Mola wako, na pia hiyo ibada yenyewe isikatike hata ya'tiyaka al-yaqin, mpaka kutakapokufika kifo. Al-yaqin kwa maana ya kifo, sababu kimeitwa kwa jina hilo kwa sababu ni kitu ambacho panayakinishwa kwamba lazima kila mtu kimkute, si jambo la shaka. Al-yaqin, kifo kila mtu kitampata, na atakaye kuwa na mashaka na kufa akauliza mimi nitakufa, huyo ana matatizo kichwani mwake.
Sasa nataka niseme hivi, kwa vile bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekezwa, amepewa mwongozo na Mwenyezi Mungu, ni dalili kwamba hizi ibada zetu zinatakiwa ziendelee mpaka mwisho wake ni kufa. Kifo ndio kitakachokata amali zetu. Sasa wakati tumetoka katika mfungo wa Ramadhan, tulifanya mambo mengi ya kheri. Sasa yale mambo yasikatike, tuendelee katika hali ile ile ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndani ya aya hiyo yako maneno mazuri yakiyasema Abu Suleiman. Abu Suleiman yakulu, Abu Suleiman anasema, wa aqbahu dhambi ba'da at-ta'a wal bu'du 'anil maula ba'da al-qurbi minhu. Kwa vile Mungu anamwambia mtume wa'budu, nasema walengwa hasa ni sisi umma wake, sababu mtume hakuna mtu anayetia mashaka katika masuala ya ibada, lakini wanaokusudiwa ni sisi wafuasi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mzee Abu Suleiman mwanazuoni huyu akasema, wa akbahu dhambi, dhambi mbaya kabisa inayotendeka baada ya watu kutii. Yani sisi kila mmoja anajua kwamba tumetoka katika mwezi wa taa, mwezi mtukufu wa Ramadhan, tulikuwa ndani ya taa, tulifanya mambo mengi, tulijiepusha vitu vingi. Sasa dhambi mbaya ni ile ambayo inafanyika baada ya kutii. Kwa hiyo maana yake nini? Baada ya saum ya Ramadhan tukiingia kwenye madhambi, basi tuelewe madhambi tutakayoyatenda baada ya toa ya Ramadhan ni madhambi makubwa kabisa, ni mabaya mno. Lakini pia walbu'd anil maula, kujiweka mbali na Mwenyezi Mungu, baada alqurb min, baada ya kuwa karibu na Mungu. Sote waumini tulikuwa karibu, hakuna anayepinga. Ule mwezi kila mmoja alichukua hatua, alitumia nguvu kubwa sana kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa aina mbalimbali ya matendo mazuri. Sasa ni ajabu tena na ni maajabu makubwa tukijiweka mbali na Mungu baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhani, baada ya kuwa karibu na Mungu tukawa mbali na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwahusie pamoja na mimi mwenyewe khutba yangu hii ya leo kwamba tujiepushe na madhambi, ndugu zangu, baada ya mfungo wa Ramadhani. Yale makosa ya bahati mbaya, mitelezo, hiyo ndiyo hali ya kibinadamu, lakini sisi tunamaanisha ni yale madhambi ambayo tunayafanza kwa makusudi. Yani asitokee kati yetu akaona hili ni dhambi na akalifanza hivyo hivyo hali ya kuwa anajua kabisa kwamba anamkosea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa makusudi baada ya mfungo wa Ramadhani, sababu dhambi mbaya ni ile ambayo inafanzika baada ya taa, baada ya maneno haya kumnukuu al-Imam Abu Suleiman. Kwa inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu wema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.